Naitwa Jesusa Charles Maleo, ni mwanasaikolojia na mwanachama kutoka Chama cha Wanasaikolojia Tanzania. Niseme tu kwamba kumekuwa kuna dhana potofu kuhusiana na watu wanapokuwa wanatumia bangi, kile ambacho kinakuwa kinaendelea juu ya matumizi ya bangi. Lakini niseme tu kwamba Shirika la Afya la Dunia kitakwimu linaonyesha kwamba watu ambao wamepata uraibu kwa kutumia bangi wanafikia milioni 40. Hii ni takwimu ya mwaka 2024. Lakini dhana hizo potofu ambazo zimekuwa zikishamili kwa vijana ni kwamba ukitumia bangi utakuwa na akili nyingi, ukitumia bangi utakuwa na nguvu, ukitumia bangi utapata mafanikio. Kwa dhana hizo sio za kweli. Kwa nini sio za kweli? Kwa sababu bangi ina kimelea ambacho tunakiita tetrahydrocannabinol THC. Sasa tunasema kimelea hiki kinaweza kikaamsha magonjwa ya kiakili. Kwa mtu anaweza kutazama vitu katika namna ambayo tunasema sio ya kawaida. Na inafika muda mwingine mtu anachanganyikiwa kabisa. Kwa nini anachanganyikiwa? Kwa sababu ya ile THC ambayo nimeitaja. Na penginepo bangi inaathiri namna mtu anavyopokea mambo, namna mtu ambavyo anatafsiri mambo. Kwa hiyo tafsiri yake inakuwa imepotoka. Katika maana hiyo, ina maana mtu anaweza kuona vitu ambavyo watu wengine hawawezi kuviona, na ifahamike tu kwamba mtu anaweza pia kusikia vitu ambavyo watu wengine ambaye mtu wa kawaida hawezi kusikia. Kwa hiyo kila mtu anaathirika kwa wakati wake. Haimaanishi kwamba ukivuta bangi siku hiyo kuna wale ambao wanaathirika kwa muda huo, kuna wale ambao wanachelewa kuathirika, lakini madhara yako pale pale kwamba mfumo wa kufikiria, mfumo wa kutenda, ina maana moja kwa moja bangi inaweza ikauathiri. Pamoja na kwamba jamii inaweza ikawa imeamini vitu ambavyo ni potofu kwa muda mrefu, haimaanishi kwamba ni kweli. Kwa hiyo ni vizuri sasa jamii ikaanza kutafuta taarifa na maarifa ambayo ni sahihi. Maarifa ambayo ni sahihi ni kwamba bangi haikuongezei nguvu, bangi haikufanyi uwe na akili, bangi haikupi mafanikio. Kwa maana hiyo, ina maana bangi inaharibu mfumo wako wa kufikiria katika muda ambao unaweza ukapata hayo madhara kwa muda mfupi, unaweza ukaanza kuyaona hayo madhara kwa muda mrefu, na inakaa kwa muda mrefu kwenye akili. Na ndio maana tunasema tafiti nyingi zinasema kwamba bangi haiwezi kukusaidia kwa lolote na kwa chochote. Kwa hiyo ni vema sasa jamii ikaachana na zile imani potofu au dhana potofu, ili penginepo tuweze kuikomboa jamii kutokana na kwamba imethibitika bangi haijawahi kuwa na matokeo ambayo ni chanya. Kwa hiyo tukigundua hilo, ina maana moja kwa moja tuweze kuchukua hatua ili tuweze kuwa na taifa ambalo litakuwa na vijana ambao ni nguvu kazi ya taifa, lakini vijana ambao wanaweza kutumia uwezo wao kukabiliana na changamoto za kila siku. Kwa sababu muda mwingine mtu anaweza akawa hawezi kutatua changamoto, hawezi kumudu msongo wa mawazo, hawezi kumudu hisia, maisha yamekuwa magumu, lakini anaona kwamba badala ya kutafuta ujuzi au ustadi kwenye mambo kadha wa kadha, anaamua kutumia bangi kama ni mbadala wa kutokujua masuala ya kumudu hisia, emotional intelligence. Kwa hiyo ni vema tukajifunza kwamba kuna namna ambavyo sisi wanadamu tunaweza tukaishi kwa kutumia uwezo wetu wa ndani na wa nje, pasipo kuamini bangi ni kila kitu kwenye maisha. Asante. Shukrani. Na kwa mujibu wa maelezo yako, kwa kijana ambaye sasa hivi labda yuko katika matumizi ya mmea huo, ni dalili zipi ambazo hakiziona ama akijishtukia hatakiwi kuzipuuza? Yani ni kwamba tayari anaelekea katika hatari ya kupoteza uwezo wake wa kiakili. Asante. Tunasema kwamba vijana wengi wanapovuta bangi wanakuwa wanatafuta ile hai, kujisikia vizuri. Lakini unaweza ukakuta kwamba kijana huyu namna anavyokuwa anayapokea mambo, kwa mfano anaweza kutazama vitu ambavyo mtu mwingine wa kawaida hawezi kuvitazama, kusikia vitu ambavyo watu wengine wa kawaida hawezi kuvisikia. Kwa hiyo
mtu anachanganyikiwa, anaona kwamba anapata zile fantasy, tunasema kwamba kuona kwamba maisha ni mepesi. Mtu mwingine anaweza kujisikia kwamba yuko Ulaya. Kwa hiyo ule uhalisia wa kutazama mambo unabadilika tu pale ambapo mtu kijana atakuwa ametumia bangi. Kwa hiyo dalili ya kwanza huwa tunasema kwamba kuanza kutoka katika ule uhalisia wa kuona maisha. Mtu anaweza akaona kwamba kitu ambacho kwa kawaida mtu mwingine hawezi kukifanya, yeye anaona anaweza kukifanya. Anaweza kukwambia kwamba mimi naweza kulima eka 10. Kwa mtu wa kawaida hawezi kulima eka 10. Anaweza kukwambia mimi nikivuta bangi najisi niko Ulaya. Kwa kawaida yuko hapa Tanzania. Kwa hiyo inabadilisha na mfumo wa kutazama mambo, inampeleka katika namna ambayo sio ya uhalisia. Kwa huyu mtu anaanza kuishi dunia yake, sio hii dunia ambayo tunaiishi. Basi neno lako kwa kijana ambaye pengine ameanza kuvuta bangi wiki hii, lakini pia kwa yule ambaye anavuta bangi labda kwa mwaka wa 30, 20 ama hata 40, unamwambia nini? Kikubwa ninachoweza kusema ni kwamba tukubali uhalisia. Kuna muda mwingine maisha yanaweza yakawa ndio sio, lakini ndo maisha. Kwa hiyo tukubali uhalisia, lakini pia tuweze kuwekeza muda wetu kuweza kuangalia tuna uwezo gani wa kuweza kutatua hizo changamoto ambazo tunakuwa tunazipitia. Kwa sababu ukishindwa kujitambua wewe ni nani, na maana moja kwa moja utaishia kwenye bangi. Ukishindwa kutambua kusudi lako, moja kwa moja utaishia kwenye bangi. Kwa hiyo ni vema sasa vijana wakaanza kujitambua. Ukishajitambua wewe ni nani, ukitambua kusudi lako, ukitambua uwezo wako,